Amen. Basi unaweza ukaketi. Barikiwe sana kwa maombi. Barikiwe sana praise and worship team. Ninaipenda hii timu ya watoto waliojaa upako. Alafu bwana, watoto ni wazuri sana. Yaani walivyoona tu kwamba wanataka kuimba, naona wanapanda madhabahuni mbio. Watu wazima tungekuwa tunaringaringa kidogo, lakini wao mbio. Ndio maana Biblia inasema tusipokuwa kama watoto wadogo, yani hata ufalme wa Mungu hatuwezi kufika. Hatuwezi kurithi. Jamani, amina. Kwa hiyo Mungu abariki watoto wazuri. Mpeni Yesu makofi kwa ajili ya watoto hawa. Amen. Basi leo tuko siku yetu ya 3 ya semina. Na niseme tena Mungu akubariki kwa kuwepo. Chukua Biblia yako sasa na diary yako kama unayo, ama notebook yako kama unaandika. Basi ninakushauri wewe unaandika, kwa sababu tunapojifunza huwezi kuyashika yote, ila unapoandika utajikumbusha tena na tena na tena, ili usisahau na uyatendee kazi katika maisha yako. Hebu niombe. Bwana Yesu, nakushukuru tena kwa ajili ya siku yetu ya 3. Tuko tena mahali hapa ili kwamba tuendelee kujifunza kutoka kwako. Asante kwa uwepo mwingi ambao umefunika katika nyumba hii, na asante kwa watoto wako wote ambao wametoka makazini, wameacha shughuli zao, wengine wametoka nyumbani kwao na wamekuja hapa, si kwa sababu nyingine yoyote, ila wamekuja kwa sababu wana kiu, wana njaa ya kupata kitu kutoka kwako. Nakushukuru Bwana kwa ajili ya kusanyiko hili, na nakushukuru kwa ajili ya mchungaji wetu mzuri, mchungaji Kitini, ambaye yuko hapa pamoja na sisi, pamoja na mama na wengine wote. Na nakushukuru pia kwa ajili yangu ambao umeniandaa kwa ajili ya kusema neno lako la uzima kwa ajili ya kanisa lako. Twajikabidhi sote mikononi mwako katika jina la Yesu Mwokozi. Amen. Amen. Jana tuliendelea na somo letu ambao tulianza siku ya Jumatatu, ambao nimelipa kichwa kinasema mambo yanayoweza kusababisha uamsho mkubwa uweze kutokea. Na tuko kwenye jambo la kwanza ambalo tulianza kuliangalia tangu juzi, tukaliangalia jana, tutaliangalia leo tena, na huenda kesho. Alafu kesho kutwa tutaingia jambo lingine la pili, na siku zinazofuatia pia tutaangalia mengine kwa kadri Roho Mtakatifu atakavyo tusaidia. Sasa naomba tuende tena kitabu kile cha Ezekiel 37. Ndio mstari wetu ambao mistari yetu ambao tumesoma tangu juzi. Ezekiel 37 mstari wa kwanza mpaka wa 14, na naomba leo nisome mstari tena wa 7 na wa 8 na wa 9 na wa 10. Ezekiel 37. Kama kuna mtu anaweza kusoma kwa sauti nzuri kabisa ya juu, anisomee mistari hiyo, wa 7, wa 8, wa 9 na wa 10. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana, mfupa kwa mfupa mwenzie. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. 9. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, ukauambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo 4, pumzi, ukawapuzie hawa waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao jeshi kubwa mno. Wakasimama kwa miguu yao jeshi kubwa mno. Mstari wa 11 anasema, kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao husema, mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea.
tumekatiliwa mbali kabisa. Mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Naomba nianze kukukumbusha kwamba Ezekieli alikuwa ni nabii ambaye Mungu alimtumia kule utumwani Babeli. Akawa anatabiri, akitabiria taifa la Israeli, na nabii zake zikaleta matumaini makubwa sana kwa taifa la Israeli, mpaka wakambatiza, wakamuita nabii wa matumaini. Amen. Na Biblia nasema kwenye hii sura ya 37 kwamba mkono wa Bwana, ule mstari wa kwanza ukianza kusoma pale utaona, mkono wa Bwana ukamchukua Ezekieli, na Bwana akampeleka mpaka katikati ya bonde ambalo limejaa mifupa. Aliyempeleka pale ni Bwana mwenyewe, hilo usilisahau. Amina. Ni Bwana mwenyewe, maana anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua. Huyu Bwana akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa mikavu. Mstari wa pili, Bwana akamchukua akamzungusha, anamzungusha katika ile bonde karibu na ile mifupa. Lengo la Mungu ni kwamba Ezekieli atembee karibu na ile mifupa ili aone ukubwa wa tatizo, aone jinsi ambavyo ile mifupa imekauka, na si tu kukauka, imetawanyika. Kwa hiyo akamtembeza Ezekieli ili Ezekieli ahakikishe kwamba hii mifupa wala haina nyama, haina damu, haina mishipa, haina hata majimaji, ila imekauka. Manake Mungu anataka ampe picha Ezekieli ya hali halisi ya taifa la Israeli, kwamba taifa hili sasa unavyoona sasa hivi matumaini yao yamekauka, yamepotea, hali yao ya ndani imekauka, na haya taifa la Israeli wametawanyika. Ule umoja wao waliokuwa nao kabla ya kutekwa haupo tena, wametawanyika. Na ndio maana mifupa mikavu imetawanyika. Kila mfupa uko sehemu yake. Kipande hiki kiko sehemu yake, kipande cha mguu kiko sehemu yake, kipande cha bavu kiko sehemu yake. Na nilikwambia jana kwamba kanisa ni mwili wa Kristo, ni mwili wa Kristo. Kanisa linatengenezwa na umoja wa viungo katika mwili wa Kristo. Hivi viungo visiposhikamana, kanisa haliwezi kuwa halisi, haliwezi kuwa kamili. Kama viungo vikitawanyika, maana yake kuna mahali Mungu akitazama analiona kanisa lake halijakaa mahali pake sawa sawa. Ili kanisa lirudi mahali pake, lazima viungo vilivyotawanyika virejeshwe, viweze kurudiana na vikae pamoja, ili vitengeleze mwili mmoja ambao ndio mwili wa Kristo. Jamani, amina. Sasa Mungu anamzungusha Ezekieli kwenye ile bonde. Baada ya kumzungusha, anamuuliza Ezekieli kwamba umeshatembea, umeshaona hali halisi, tatizo lililo kubwa, mifupa imekauka kabisa, haina matumaini tena, imetawanyika, kila kipande iko sehemu yake. Sasa Ezekieli, na kuuliza swali, je, mifupa hii uliyoiona, nisikize vizuri, mifupa hii uliyoiona imekauka, matumaini yamepotea na imetawanyika. Je, Ezekieli, hii mifupa yaweza kuishi tena? Ndugu zangu, niwaambie ukweli, hili swali lilikuwa ni gumu sana kwa Ezekieli. Ni swali ambalo unaweza kuchukulia haraka ukisoma pale, lakini nasema tena ni bora kama
angemuuliza kabla hajamtembeza, angemuuliza kabla hajampitisha karibu na ile mifupa, ili angalau Ezekieli angewazawaza kwamba hii mifupa katika hili bonde labda kuna matumaini kidogo ya uhai, labda kuna damu, labda kuna mishipa, labda mifupa imeungana, labda haijaachana sana. Lakini Mungu akamtembeza kabisa aone ukubwa wa tatizo, kwamba hapa matumaini ya uhai yalishapotea. Maana ile mifupa inawakilisha taifa la Israeli ambalo limekufa, alafu halikuishia kufa, likaoza, halikuishia kuoza, likabakia mifupa mikavu na ikatawanyika. Kwa hiyo hali yao ilikuwa ni mbaya ya kutisha mbele za Bwana. Lakini angalia Mungu alivyo na upendo wa ajabu. Pamoja na hali mbaya waliokuwa nayo, anamtuma nabii wa matumaini, anawaambia pamoja na hali mliokuwa nayo, mtaishi tena, mtaishi tena. Kwa nikisoma ya maandiko napata matumaini makubwa sana kwa kanisa la Mungu, kwa kanisa la Kristo, kwamba haijalishi kwamba tulikuwa kwenye hali gani, haijalishi kwamba tulikauka kiasi gani, kiwango ambacho karama, vipawa, miujiza, uwepo wa Bwana katika ibada zetu vilikuwa vionekani, ilibaki kama sherehe tu, kama kufurahishana tu, ilibaki kama matamasha tu ndani ya kanisa. Tulikauka sana. Nataka nikwambie, maadamu Bwana ameongea na baba yetu akamuuliza kwamba je, hili kanisa linaweza kuishi tena? Akasema ndio. Ndio maana tukaanzisha miaka 13 ya moto wa uamsho. Nataka nikwambie, hata kama tulikauka sana, tutaishi tena katika jina la Yesu aliye hai. Ezekieli akajibu akasema, Bwana, kwamba mifupa itaishi tena, wachiwa wewe. Manake anakiri kwamba Mungu ukiamua ishi itaishi, ukisema isiishi haitaishi. Kwa hiyo anamwambia Mungu kwamba uwezo unao, ukiamua ishi itaishi tu, haijalishi imekaukaje, haijalishi matumaini yamepotea kwa kiwango gani, haijalishi hali yako ya kiroho imenyauka kiasi gani leo, haijalishi huduma yako imekauka kiasi gani leo, lakini maadamu tunaye Bwana, nataka nikwambie utaishi tena katika jina la Yesu aliye hai. Lakini Mungu aliposikia jibu la Ezekieli akamwambia, sasa nenda kaitabirie. Hiyo usisahau kabisa, nenda kaitabirie hiyo mifupa mikavu, iambie neno la Bwana. Kwa hiyo kumbe uhai wa mifupa ile haupo kwenye sarakasi zetu nyingi. Uhai wa mifupa ile haupo kwenye mbwembwe nyingi sana ambazo tunapambana nazo. Uhai wa mifupa ile haupo kwenye maigizo mengi tulionayo. Uhai wa mifupa ile upo katika neno. Hebu sema katika neno. Sema tena katika neno. Katika neno la Bwana. Mungu anamwambia Ezekieli, nenda kaitabirie, na unabii utakaotoa usiongee bla bla zako, usiongee ujanja wako, usiongee hisia zako. Nenda kaiambie neno la Bwana. Na neno la Bwana linasema hivi, enyi mifupa mikavu, enyi mifupa mikavu, Bwana asema hivi, atatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi tena. Atatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi tena. Vipawa ambavyo vilikufa vitaishi tena. Karama ambazo zilikufa zitaishi tena. Kanisa ambalo lilipoteza uwepo wa Bwana utarejea tena katika jina la Yesu aliye hai. Neno la Bwana limekujia ndani ya wiki hii kwamba haijalishi mifupa mikavu ulionayo katika maisha yako, katika huduma, kwenye kiroho chako, katika mahusiano, katika biashara, katika ofisi yako, katika masomo yako, haijalishi kiwango cha mifupa hiyo kuwa mikavu, haijalishi hiyo, usihangaike nayo. Hata kama ni mikavu sana, neno la Bwana limekujia
katika wiki hii kwamba Bwana atatia pumzi ndani yako na hiyo mifupa itaishi tena katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Jamani, haleluya. Nikisoma ya maandiko napata matumaini makubwa sana kwamba haijalishi kanisa lilifikia kiwango gani cha kuporomoka, maadamu Bwana kamuona Ezekieli, maadamu Bwana amemkubali Ezekieli, maadamu Bwana kamtuma Ezekieli kwamba aliseme neno la Bwana, na sisi kina Ezekieli na kina kipindi kina Ezekieli hawa tumekubali kulisema neno la Bwana. Tunapolisema neno, nataka nikwambie uhai utarejea tena katika kanisa la TAG. Uhai utarejea katika kwaya zetu, uhai utarejea katika praise team zetu, na uhai utarejea katika huduma mbalimbali ndani ya kanisa. Lakini kwa kulisikia neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Sasa ule mstari wa 7, Ezekieli anasema hivi, anasema nami nikatabiri kama nilivyofanyaje? Kwa sauti nilivyo. Kwa sauti tena anasema kama nilivyo amriwa. Maana yake sasa ameamriwa, anaingia kutekeleza kile alichoamriwa. Ndio hii kanuni yetu ya kwanza. Anasema nikatoa unabii kama nilivyoamriwa, akatenda sawa sawa, akatenda kama alivyoamriwa. Kanuni yetu ya kwanza, ili uamsho utokee, ni lazima tuamue kulitenda neno sawa sawa. Lazima tuamue kulitenda neno sawa sawa. Ngeukia mwenzako hapo, jirani yako, mwambie ukitaka uamsho mkubwa utokee. Mwangalie usoni, mwambie kwa sauti mpaka nisikie huko. Mwambie amua kulitenda neno sawa sawa, bila kujali gharama utakaolipa. Mwambie maana wakati mwingine neno la Bwana litakuagiza kutenda mambo yatakayokugharimu wewe. Tenda sawa sawa. Mwambie tenda sawa sawa. Katika kutenda sawa sawa, hapo Bwana atajidhihirisha. Jamani, haleluya. Kwa hiyo tuamue kutenda neno la Mungu sawa sawa. Lolote ambalo tuagiza kutenda tulifanye. Unajua, unakumbuka pale kwenye harusi ya Kana waliishiwa nini? Divai, siwe? Katikati ya harusi. Alafu Yesu akawaendea akawaambia kitu ambacho ningependa sana. Akawaambia mkitaka muone maajabu hapa, lolote atakalo kuambia kufanya, fanyeni. Jamani, amina. Lolote atakalo kuambia kufanya, fanyeni. Yaani msianze kuhangaisha akili zenu kwamba nifanyeje. Msianze kuhangaisha akili zenu kwamba nifanye au nisifanye. Maadamu ni yeye amesema, maadamu ni yeye ameagiza, lolote. Hebu sema lolote kwa sauti, lolote. Hata kama aliingia akilini mwako, lakini maadamu ni yeye ameagiza, lolote atakalowaambia kufanya, fanyeni. Unajua kwenda kujaza maji kwenye mabalasi ilikuwa kituko, lakini maadamu ambiwa kwamba lolote atakalowaambia kufanya, fanyeni, wao wakatenda sawa sawa, wakajaza maji kwenye mabalasi yale. Walipojaza, baadaye mkuu wa meza akaonja, akashangaa divai safi. Maana walitenda sawa sawa, walitenda kama walivyoagizwa. Niko mahali hapa nikuletee ujumbe huu kwamba Bwana amenituma kwako nikuagize kutenda sawa sawa. Nasema kutenda sawa sawa. Lolote atakalo kuagiza kufanya, ifanye bila maswali. Tatizo tulilonalo Wakristo wengi wa leo ni kwamba tuna maswali mengi
katika maagizo ya Mungu. Mungu anapoagiza unajiuliza kwamba hivi nikifanya itakuwaje? Nitaendelea kuishi kweli? Sitafilisika? Hivi nikifanya sitaaibika? Mimi na elimu yangu ili nikahubiri pale sokoni, si watanicheka? Mimi profesa mzima naenda sokoni napiga pambio, si wataniona kichaa? Mungu ameniagiza nitoe hii pesa yangu milioni 20 yangu nitoe, ili nitaishije? Tunakuwa na maswali kama haya. Kumbe Mungu anapoagiza yeye anajua mwisho wako toka mwanzo. Kabla hujawaza kesho yako yeye alishaiwaza. Anapokuagiza lolote, hata kama itakuingiza gharama kwa kipindi hicho, wewe tenda sawa sawa, maana kesho yako itang'arishwa kuliko jana. Kesho yako itapendeza kuliko leo. Lakini lolote, hebu sema lolote atakalo kuagiza kufanya nifanye. Hii tukifaulu, nataka nikwambie uamsho utatokea hata kabla ya miaka 13 kukamilika. Mvua za uamsho zitatunyeshea. Unajua mvua zikitunyeshea hizi, unashangaa mambo yanaenda tu automatic. Utumii nguvu nyingi kwamba uanze kuombea wagonjwa na kupambana nao. Maana uamsho unapokuwa haupo, unajua kipindi ambacho uamsho umetoka, yani kanisa limepoa, ndio kulikuwa na vituko vingi vimeibuka hapo. Vituko vingi vimetokea hapo. Maana tunatumia akili zetu, tunatumia ujanja wetu, utaalamu wetu. Ndio kipindi ambacho nabii za uongo za kuwatapeli watu na kuwadanganya watu zimeibuka hapo. Ndio kipindi ambacho maombezi ya kuwapiga watu mikwala na kuwatishia na kuwasukuma na kuwapiga vitama vimetokea hapo. Maana nguvu ya Mungu haipo. Kwa hiyo tunatumia akili zetu na ujanja wetu na utaalamu wetu, ili kama watu wakitazama waseme bado Mungu yupo. Lakini nasema hivi, uamsho ukitokea, hatutahangaika na hayo maigizo. Bwana mwenyewe atatawala, atatenda mambo ya kushangaza katika jina la Yesu aliye hai. Itikia amina. Sema amina. Sema tena amina. Sisi kazi yetu ni kutii sawa sawa. Kazi ya miujiza sio yetu, ni yake. Kazi yetu kutenda sawa sawa. Kazi ya maajabu sio yetu, ni yake. Tukitenda sawa sawa, atajifunua, atajidhihirisha kwetu. Tuliona kuanzia jana kwamba Mungu akajifunua katika hatua ya kwanza. Katika zile hatua tatu ambazo nilikwambia nitakufundisha kwenye kitabu hiki cha Ezekieli hapa 37. Jambo la kwanza, baada ya Ezekieli kutenda ama kutoa unabii kama, hebu sema tena kama, nataka ikukolei. Sema kwa sauti kama. Alipotoa unabii kama alivyoamriwa, manake ametenda sawa sawa, ndipo Mungu akaanza kudhihirisha uweza wake. Namba 1, akadhihirisha uweza wake wa kukusanya vilivyotawanyika. Ule mstari wa 7 tulisoma jana. Narudia tu kwa faida ya wale ambao hamkuwepo jana, ili nianzie hapo niendelee tena. Akadhihirisha uweza wake wa kukusanya vile vilivyotawanyika. Na unafahamu ile mifupa mikavu, unakumbuka kwamba ilitawanyika kwenye bonde, si ndio? Alafu mifupa mikavu ile inawakilisha taifa lote la Israeli. Kwa hiyo kwa lugha rahisi ni kwamba Israeli walipokuwa utumwani walitawanyika. Kila kitu kwao kilitawanyika. Mahusiano yao yalitawanyika. Ibada zao zikasambaratika. Hata uchumi wao ukasambaratika. Kila kitu cha kiroho katika nafsi zao, katika miili yao, katika huduma vilitawanyika. Sasa Ezekieli alipotenda sawa sawa, Mungu akadhihirisha uweza wake wa kukusanya vile vilivyotawanyika. Na ndio maandiko yanasema wakati anatoa unabii, anaendelea kutoa unabii, ghafla ukatokea mshindo katikati ya bonde, alafu tetemeko likaja pale kwenye bonde, likaanza kutikisa ile mifupa mikavu iliyotawanyika.
Tetemeko likaanza kuitikisa. Sasa hapo ni Mungu mwenyewe sasa ameingilia kati. Amesimama yeye kama yeye. Hapo sio Ezekieli. Ezekieli kazi yake amesimama, anasema Bwana majeshi asema hivi, atatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi. Bwana majeshi asema hivi, atatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi. Kazi ya Ezekieli ni kutabiri. Yeye amemaliza hapo, kaishia hapo. Mungu akaingia katika kazi yake. Wakati Ezekieli anatabiri, Mungu akashuka. Maandiko yanasema ghafla mshindo mkubwa ukashuka kwenye bonde, tetemeko likatokea, ardhi ikaanza kutikiswa. Hapo ni Mungu mwenyewe sasa, wala sio Ezekieli anayekusanya mifupa, sio Ezekieli anayesogeza mifupa. Ni Mungu mwenyewe ameshuka, anaikusanya iliyotawanyika na kuombea katika maisha yako. Chochote kilichotawanyika Bwana kirejeshe katika jina la Yesu aliye hai. Chochote ambacho ni haki yako katika maisha yako kama mtoto wa Mungu kirejeshwe katika jina la Yesu aliye hai. Haijalishi iko wapi, atakaye kirejesha sio wewe wala sio chajarika. Kitarejeshwa kwa uweza na nguvu za Mungu mwenyewe. Kitaletwa kinapenda hakipendi. Unajua tetemeko limeshuka, ile mifupa hata kama haipendi kusogea, tetemeko linaiamrisha kufanyaje? Hata kakaganda akasema siondoki hapa, linaongezewa nguvu. Alafu kila mfupa na mfupa mwenziwe. Manake hakuna haki yako itakayoenda kwa mtu mwingine. Haipo. Mungu amekuumbia wewe na haki zako hizi hapa. Hakuna mwingine ataziiba. Hakuna si habari ya nyota inachukua na nani, vitu hivyo havipo. Uamsho ukitokea, haki zako zote zitarejea, na zikirejea hakuna wa kuzibeba. Haki yako ya afya itarejea, haki yako ya kibali na upako vitarejea kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina. Sema tena amina. Tetemeko likaanza kuinyanyua mifupa. Mfupa hapo haupelekwi na Ezekieli, unapelekwa na Mungu mwenyewe. Ndio kama unaweza kumwambia vile vilivyopotea havitarejeshwa na mtu, vitaletwa na Bwana mwenyewe. Vikishikiliwa kule, Mungu anaongezea tetemeko. Akining'ang'ania yule mtu aliyemshikilia, awe ni shetani au ni mwanadamu au si ni nani amemshikilia, tetemeko litaongezeka ili aviachilie. Atatetemeshwa mpaka ataviachilia. Kama kuna afya yako ambayo wameishikilia mahali, tetemeko litashuka pale mpaka utaachiliwa afya yako na itarejea katika jina la Yesu aliye hai. Kila mfupa na mfupa mwenziwe. Unajua mfupa unaruka, ikifika hapa kama ni kamguu, kakinasa hapa anasema sio penyewe hapa. Kakinasa hapa kwa sababu kila mfupa na mfupa mwenziwe. Kakinasa kwenye mkono, kakipande kamguu, tetemeko linaongezeka. Kanatulia. Kanifika penyewe kanatulia. Lakini kama sio penyewe hakatulii. Mgeukie mwenzako mwambie haki zako zikienda kwa mwingine hazitatulia. Tetemeko litaongezeka mpaka zifike penyewe. Lakini jambo la msingi, tenda sawa sawa. Mwambie mwenzako tenda sawa sawa. Bwana atadhihirisha uwezo wake wa kurejesha vilivyopotea. Haleluya. Amen. Jamani haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tena jambo la pili, maana hapo unaweza nikakaa hata wiki nzima hapo. Maana na mambo mengi ya kuzungumza habari ya kurejeshewa. Lakini nakuombea Mungu akurejeshe. Amen. Mungu akurejeshe. Mungu akurejeshe. Haitoshi tu kuombewa, ila inatosha kutii neno sawa sawa. Amen. Wewe nikusaidie kitu kidogo hapa. Mimi ni mwinjilisti na huwa nahubiri katika mikutano mbalimbali, lakini pia nafanya maombezi sana. Maombezi nayafanya sana. Lakini kuna kitu Mungu amenifundisha kwamba kinachoweza kumtoa mtu kwenye vifungo na kwenye mateso yake kwa haraka sio maombezi. Kwa haraka ni kulisikia neno
waambie habari ya maombi. Ila nyewe mmefaulu hapa, ongereni sana jamani. Amina. Wakristo wengi hawataki kutenda, ila wanataka kuombewa. Wanataka Mungu awatendee, ila wao hawataki kumtendea kitu Mungu. Hawataki kufanya kwa ajili yake, wanataka yeye awatendee. Na hiyo ndio balaa tulionayo kwenye kanisa la leo. Watu hawataki kuwajibika, hawataki kutumika, hawataki kujitoa, hawataki kufanya kazi ya Bwana, hawataki kumtii sawasawa, hawataki kutoa. Lakini kwenye maombezi ndio wa kwanza kupeleka vichwa vyao kwa maombezi. Mimi nakwambia peleka kichwa, kitaombewa mpaka utakuwa na upara na uoni majibu. Watakuwekea mikono itagoma, watakuwekea na miguu itagoma, watakupa vitambaa itakataa, watakunywesha mafuta itagoma. Halo, utalishwa keki ya upako itagoma. Simnahangaika kwenye maombezi, nendeni kila kona. Utamaliza waombeaji wote, na mwisho wa siku utajikuta umevaa kofia kale keupe kichwani. Maana unaombewa kila mahali, matokeo hamna. Ndio shida ya Kristo leo. Kuombewa sio dhambi, lakini kuombewa wakati unayetaka kutendee haumtii sawa sawa, hiyo ni kupungukiwa hiyo. Jamani, amina. Amen. Na huko Iringa mna afadhali. Dar es Salaam mchungaji ni balaa. Hivi Dar es Salaam una ibada mbili, ni shida. Maana wakiingia ibada ya kwanza, mchungaji ukihubiri kwanza unakutazama, ukipitiliza kwenda muda wote unaangalia saa. Kumbe wanapiga mahesabu saa 5 ni maombezi kwa mtu fulani, kwa wana majina makubwa, si tractor, si radi, si bulldozer, si nini. Wewe wanapiga mahesabu, wamalize ibada haraka haraka, niende kwa tractor nikaombewe. Na katapila sasa anatumia TV. Sasa siku hizi dunia sio kijiji, siku hizi dunia iko kiganjani. Kwa hiyo unapoendaka kwa katapila huwa tunawaona. Wale mzao tunakuonaga kila tukwambia kitu. Jamani, haleluya. Nasema haleluya. Amen. Wakristo leo ndio shida hiyo. Alafu wale jamaa wale makatapila ni wa saikolojia. Unajua saikolojia nilisoma kidogo kwa mbali. Mimi nikiamua hapa ni kuangushe kwa tekniki ya kisaikolojia na kuangusha chini. Wala sio nguvu ya Mungu, na kuangusha chini unaanguka kabisa. Au nabisha. Hebu njoo rafiki, njoo. Mkubwa, hebu njoo, ni mtamu njoo. Asa kwa sababu nimeshamwambia hii haiwezi kumwangusha. Lakini ningekuwa sijamwambia, hebu simama hapa. Mimi nakuja hapa na kuambia likasakatana mamobo. Jicho la nabii linaona kuna nguvu ndani yako ambayo inasababisha umaskini, inasababisha unachukiwa pale kazini. Hiyo nguvu itasababisha hata kesho kutwa mwezi ujao utafukuzwa kazi. Lakini nabii ameshaona kuna nguvu ya Mungu itakushukia sekunde chache zijazo, hautaweza kusimama. Unajua maneno hayo yanaathiri ubongo. Unaanza kuhisi kumbe sitaweza kusimama. Kumbe sitaweza kusimama. Nguvu ya Mungu ikishuka hapa, utaenda chini, na ukienda chini mapepo yote ya maskini yatahama, na kuanzia kesho utaitwa bilionea. Inua mikono yako juu. Haya, hiyo nguvu inakuja. Haya, funika macho yako. Power touch. Unaenda mwenyewe. Wasema nguvu ya Mungu hamna. Nimechanganya akili zako tu zimekupeleka chini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana si kila anayeanguka akiinuka amepokea muujiza. Unanielewa? Unanielewa sawa sawa? Siku moja nahubiri mkutano Dar es Salaam. Nilipashuka matatu, akanijia mama mmoja. Baada ya nimemaliza mkutano na tunaelekea ofisini, akanikimbilia. Anambia, "Samahani mhubiri." "Samahani." Nikasimama. Anambia, "Samahani. Leo naona umeomba pale sijaanguka kama jana."
Nikamwambia jana ulianguka? Akaniambia jana nilianguka. Nikamwambia kwa nini leo ulianguka? Sasa si leo. Nikamuuliza, kwa hiyo unachotaka nini? Kuanguka ama kupokea muujiza? Unataka kuanguka ama kupokea muujiza wako? Anasema lakini mchungaji, ningeanguka kama jana, ningejua nguvu ya Mungu imenikamata. Kwa hiyo watu wanajua kuanguka ndio muujiza. Kumbe wanaangukaga wagonjwa, wanainuka wagonjwa. Nguvu ya Mungu ikishuka, unaweza ukaanguka ama usianguke, lakini bado ukapokea muujiza wako katika jina la Yesu aliye hai. Jamani, amina. Haleluya. Kwa hiyo wale jamaa wametumia nafasi hiyo ya kanisa kupoa, wakaingiza mambo yao ya kipepo na kisayansi kulilaghai kanisa, na wapendwa wetu wengi wanakimbilia huko. Lakini kipindi hiki cha uamsho, walioenda wote huko watarudi, watarejea. Kila mfupa uliotawanyika utarejea. Wote ambao walikimbia hapa wakakimbilia miujiza watarejea, watarejea katika jina la Yesu aliye hai. Tetemeko litawatoa kule, watarejea. Kufukuzana na muujiza ambaye kutina no sawa sawa ni hatari. Ni hatari. Siku moja niko sebuleni kwangu, nimekaa kwenye kochi pale. Jamaa mmoja hawa kina tinga hawa na kina katapila. Katokea kwenye TV yake. Kaanza. Jicho la nabii linaona maili nyingi. Milima na mabonde linapenya. Bwana ananionyesha kwamba kuna kijana mmoja ambaye amepita kwenye mateso. Umekaa kwenye kochi lako hapo na umevaa t-shirt nyeupe. Sasa ni ujanja tu. Hivi unaweza kuhubiria watu kwenye TV watu 1000 ukose hata mmoja aliyevaa t-shirt nyeupe? Na bahati nzuri siku hiyo nimevaa t-shirt nyeupe. Nikasema mimi kaniona nini? Nikasema wewe nisikilizie kinachofuatia. Akasema huyo kijana Bwana ameniambia 1 2 3 4 5. Nikagundua sio mimi. Nikasema hapa Yesu ya Bangwe. Lakini nimevaa t-shirt nyeupe. Hapa sasa hivi nitaka nikuchanganye. Na kuchanganya tu. Nikasema Bwana amenionyesha hapa. Kuna wanawake wawili hapa wako kwenye ndoa yao, wanateseka, wanaumwa tangu wameolewa, wamekaa tu mwaka wa kwanza na wa pili na wa tatu, wameanza kuumwa. Matatizo yenyewe ni ya kiuno na kwenye mgongo hapa, wanateseka. Hivi mahali penye wanawake 50 waliozaa, utakosa huyo nao sukula na kiuno? Si wakosi. Nitakuja mbele hapo nitawaombea, nitawaambia jicho la nabii. Kumbe ni ujanja tu wa kisaikolojia. Nimetumia tu mbinu hapo kama sikosi anayeumwa mgongo hapa, sikosi. Nitakuja mbele. Sasa hiyo ndio mambo yaliingia kwenye kanisa. Baada ya kanisa kufanyaje? Kupoa. Shirika anakimbia kanisani, ibada ya kwanza anakimbilia kwenye maombezi. Alafu anafika sebuleni kwake, anakaa hapa. Anamwangalia tinga anasema katoka kwa mchungaji wake kule. Mchungaji afundisha, hajatoa ahadi ya ujenzi, hajatoa zaka, hajatoa nini, amekuja kwa tinga. Alafu kwanza amwangaliaje sebuleni, mnaweka TV chumbani ili mtu asiwaone. Umekaa. Mchungaji, nashukuru Mungu kwamba Mungu hajaturuhusu kuona yote. Tungeshakufa. Maana ni mengi. Mungu ametuzuia mengine tusione, ni baba tuishi. Tuwe na miaka mingi ya kuishi, tuwahubirie watu injili. Lakini hawa shirika hawa wana mambo hawa. Wana mambo hawa. Wamekaa chumbani hapa ya TV yake na chumbani, TV ya chumbani. Wamekaa anamsikiliza tinga radi. Ngurumo. Isuri. Inapigwa, alafu ngurumo anasema, wewe ambaye unanitazama sasa, weka sehemu inayouma hapa kwenye skrini. Nabii upako. Alafu shika hapa, sema I connect. Washirika hawa unamkuta kapeleka likichwa kwenye skrini. Kashikilia. Mwingine tumbo kapeleka. I connect. Kashikilia tumbo. Mtajiconnect na mapepo. Sikia niwaambie, utajiconnect, utapeleka tumbo, utapeleka kichwa, utapeleka mguu, utaondoka pale matatizo yameongezeka. Ukitaka
usanii umejaa leo kwa sababu kanisa limepoa. Watu wataki kutenda neno, wanakimbilia. Unapeleka tumbo, umeiba saka kanisani, unapeleka tumbo kwa nani? Unapeleka mgongo saka utoe. Kwenye kwaya unasengenya wenzako, unasengenya mchungaji mpaka mama mchungaji, unapeleka tumbo kwa kisulisuli ya kuombea, na kuambia utachubuka mgongo wako, maana TV inakuwa na moto, unasikia utachubuka na utabaki na mabaka, lakini muujiza hautaupata. Muujiza wako uko katika neno, nasema katika neno. Penda sawa, maana Bwana atadhihirisha uwezo wake wa kukusanya. Hebu sema kukusanya. Sema tena kukusanya vilivyotawanyika. Tuko pamoja wapendwa? Acha kufukuzana. Kaa katika neno. Ikiwezekana jifungie chumbani kwako. Mwambie Mungu, nimelisoma neno, nimeanza kulitendea kazi, sitangi, nimetulia, nataka nione ukidhihirisha uwezo wako wa kukusanya vitu vyangu vilivyotawanyika. Furaha yangu nilikuwa nayo tulipokuwa wachumba, na hata baada ya kuona mwaka wa kwanza na wa pili imetawanyika. Bwana anatenda sawa. Rejesha furaha yangu. Nilikuwa na afya njema, lakini leo hii magonjwa yameniandama kuanzia kwenye nywele mpaka kwenye unyayo. Rejesha afya yangu. Wakati unatenda sawa, atarejesha. Maandiko yanasema wakati Ezekieli anatoa unabii sawa, Bwana akaachilia kishindo. Wakati anatenda, sio kabla ya kutenda. Anza leo kutenda sawa, na utayaona maajabu. Nitakupa shuhuda baadhi huko mbele za maisha yangu, mambo ambayo Mungu amenitendea. Wala sio kwa kuombewa. Sisi katai kuombea, maana ni maandiko yametuagiza tuwaombee, na hata hapa nitawaombea. Lakini kumwombea mtu ambaye amekataa kutii neno ni kibarua kigumu sana, maana hakina matokeo. Amen. Jambo la pili. Hallelujah. Sababu mko kwenye maombi ya masaa 24, nikinogewa napiga mpaka asubuhi. Na mashemasi najua wako mmoja hapa, mwingine pale, mwingine kule. Wala yangu anapigwa loki. Mnaondokea hapa asubuhi kwenda kazini, alafu jioni mnarudi tena hapa katika jina la Yesu aliye hai. Sema haleluya. Jambo la pili. Mungu akadhihirisha uwezo wake wa kuumba. Hebu sema kuumba upya. Sema tena kuumba upya. Tunafahamu namba moja, alidhihirisha uwezo wa kukusanya ambavyo vilikuwepo, lakini vimefanyaje? Vimetawanyika. Tuko pamoja wapendwa? Vilikuwepo lakini vimefanyaje? Akadhihirisha uwezo wa kuvikusanya ambavyo vipo lakini vimetawanyika. Hatua ya pili, akaenda juu zaidi, akadhihirisha uwezo wa kuumba upya ambavyo havipo kabisa, akaviumba upya. Na hayo ndio mambo yanatokea uamsho ukitokea. Hebu nisome mstari wa 8. Bwana yule msomaji wangu pale, mstari wa 8. So nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Asante. Nikatazama, kumbe. Twende kwa pamoja kanisa, sema Biblia jamani wote. Amen. Nikatazama, kumbe. Kwa sauti ongea. Kulikuwa na mishipa juu yake. Nyama ikatokea. Haikuwepo, ikatokea. Ngozi ikafanyaje? Ikaifunika juu yake. Sasa hapo hatua ya kwanza, anakusanya vilivyotawanyika. Akadhihirisha uwezo wa kukusanya, lakini baada ya Ezekieli kutenda sawa. Hatua ya kwanza ni kama, najaribu kumwangalia Ezekieli. Unajua Biblia haiandiki kila kitu, lakini najaribu kufikiria kwamba pale kwenye bonde, mwanzoni aliona bonde limejaa mifupa mikavu
alafu imetawanyika mwanzoni. Baada ya kuanza kutenda, kishindo kikashuka, mifupa ikakusanywa, na maandiko yanasema kila mfupa na mfupa mwenzie. Kwa hiyo maana yake baada ya hatua ya kwanza, kilichoonekana kwenye bonde sio mifupa, sio vipande vya mifupa iliyotawanyika, ila kwenye bonde yakaonekana maskeleton. Yaani tayari mkono umeunganishwa, kila kitu, mbavu zimekuja mahali pake, miguu mahali pake, mgongo mahali pake. Alafu pale kwenye bonde Ezekieli angetazama sasa, anaona maskeleton yamejaa pale kwenye lile bonde, mifupa imeungana, maskeleton, lakini hayana nyama, hayana mishipa, hayana ngozi. Wakati anaendelea kutoa unabii, ghafla, hebu sema ghafla, sema tena ghafla, akashangaa anapotazama, akaona maskeleton, ghafla mishipa imetokea. Hii haikuwepo, lakini imeungwa upya. Akashangaa ghafla nyama ikatokea. Haikuwepo, lakini Bwana amedhihirisha uwezo wake kwamba mimi ni Mungu niwezaye kuumba hata visivyo kuwepo. Akaumba upya, nyama ikatokea, ngozi ikatokea, ikaifunika. Ghafla Ezekieli anashangaa, ngozi imefunika. Ngozi haikuwepo, lakini Mungu akadhihirisha uwezo wake kwamba hata visivyo kuwepo, kwa mtu anayetenda neno sawasawa, naweza kuviumba kwa upya hata visivyo kuwepo. Sio tu kukusanya ambavyo vipo ila vimetawanyika, ila hata kuumba visivyo kuwepo. Maana ukitenda neno sawasawa, hata ungeambiwa kizazi kimeharibika, hata kimechomolewa, bado unaweza ukazaa katika jina la Yesu aliye hai. Hata ondoa kiungo katika mwili wako, lakini bado kinaweza kurejeshwa, maana tunaye Mungu awezaye kuumba upya. Hello. Amen. Anadhihirisha uwezo wake wa kuumba visivyo kuwepo. Napenda sana hiki kitu. Mishipa haikuwepo. Hebu pia nyuma yangu sema mishipa haikuwepo. Nyama hazikuwepo. Ngozi haikuwepo. Lakini baada ya Ezekieli kutenda sawa sawa, Mungu akadhihirisha uwezo wake wa kuviumba upya. Miaka kama 17 hivi iliyopita au 16, Mungu alinitendea muujiza mmoja mkubwa sana. Wakati nimekaribia kuoa, miaka kama 17 hivi iliyopita, nilikuwa nateseka sana na tatizo kubwa la typhoid kwa miaka mingi huko nyuma. Lakini siku niliposogea na karibia siku ya ndoa, ndio likazidi kuongezeka. Kwa hiyo katika maisha yangu nilikuwa naenda na pima, naonekana na typhoid kali, napewa dawa, na kunywa, na maliza. Baada ya kumaliza nikikaa miezi kama 3 au 4 au 5, hali inakuwa mbaya zaidi ya mwanzo. Naenda tena na pima, naambiwa typhoid imekuwa kubwa zaidi ya mwanzo. Yaani hali imekuwa mbaya zaidi ya mwanzo. Napewa dawa nyingine tena na meza. Kwa hiyo nikatumia dawa za kila aina, lakini bado hali ikazidi kuwa mbaya. Kwa miaka zaidi ya 7 nateseka na hali hii. Wakati nimekaribia kuoa sasa, nikasikia hali imebadilika, na ikitokea hali imebadilika naishiwa nguvu hata kutembea na shindwa. Nikaondoka, nikajichechemeza hivyo, nikachechemea, nikaenda hospitalini. Ina mchumba wakati nakaribia kuoa, lakini nikasema hapa simwambii kwamba hali imekuwa mbaya, atachanganyikiwa. Nikanyamaza, nikaondoka, nikaenda hospitalini. Hospitali moja kubwa tu pale Dar es Salaam. Nikakutana na daktari mmoja wa Kihindi, akaniuliza maswali mengi, nikamweleza, akaniandikia nini nikapime, niende kwenye vipimo. Nikaenda nikapima vipimo vya aina mbalimbali, majibu yakarudishwa kwake. Nimeingia kwake, sitasahau siku hiyo. Yule daktari alinitazama, akaambia, wewe kijana,
tumecheki vitu vingi, hamna tatizo kubwa kwenye vitu vingine, lakini tumepima typhoid, hali yako ni mbaya. Akasema ni tatizo limekutafuna. Yani anakaniambia tena, yule daktari nashangaa, aliniambia wazi kabisa. Akasema hali uliyofikia, kuna mambo 4, masharti 4 nakupa hapa. Usipoyatekeleza haumalizi mwaka, unaondoka. Akaniambia wazi kabisa. Akasema sharti la kwanza kwa hali hii, hakikisha unakunywa maji ya kutosha. La pili, unakula chakula cha kutosha tena kwa muda. Usile tu ovyo ovyo, kula kwa muda. Lakini la tatu, hakikisha unameza dawa mpaka unamaliza dozi yote. Na la 4, hakikisha unameza dawa kwa muda niliyokupangia. Usisogee mbele wala usirudi nyuma. Hakikisha kwa muda ndio kupangia unameza dawa wakati huo. Mambo 4. Akaniambia usipozingatia haya haumalizi mwaka. Nikaondoka pale nasema sasa mambo gani haya? Yani ananiambia imekutafuna, yani imekula mpaka utumbo umeanza, yani hadi imekuwa mbaya. Anasema unaweza kuondoka wakati wote. Na nasikia tumbo sasa linaanza na unajua daktari alikwambia hivyo. Unasikia kama vile sasa unaangukia njiani. Nikaondoka. Nikafika nyumbani nikaanza kumeza ile dozi. Nafuata masharti na kunywa maji na kula chakula na meza dawa. Nakumbuka nilipita kama wiki moja, madawa yalikuwa siku kama 30. Ikapita wiki kama 1.5 hivi. Ndio tukaingia sasa kwenye shughuli zile za send-off na nini na harusi. Tukaenda siku ya send-off na ndio na madosi yangu tukamaliza. Siku ya harusi tukafika, nimetoka nyumbani nimechukua begi langu. Nimechukua begi, nimeweka vitu vyangu kama nilitoka kwenye ibada, tunaenda kwenye sherehe, tunaenda honeymoon, kwa hiyo sirudi nyumbani. Kwa hiyo nimepaki vitu vyangu na madawa nimeweka kwenye kile kibegi. Nikaondoka nikaenda kanisani kwenye ibada ya ndoa. Ndoa ikafungwa. Baada hapo tukaenda kwenye sherehe tukamaliza, tukaenda honeymoon. Mimi ni mwandishi wa vitabu. Na vitabu nimeandika kama 5. Kuna kitabu kimoja nimekaandika kwa ajili ya kusaidia vijana. Huu shuhuda nao kupa hapa nimeuandika kwenye kile kitabu. Katika kitabu nakaita jinsi nilivyomchumbia huyu dada. Nika kitabu kazuriwa nikitoa hakakai, maana vijana wanakapenda sana. Lakini nimeandika tu shuhuda wangu jinsi nilivyomuomba Mungu mpaka nikamuona, mpaka nikamchumbia, nilivyoendesha uchumba. Lengo ni kwamba vijana wasaidike, wajue kuna uwezekano wa kuendesha uchumba kitakatifu na ukafikia ndoa kitakatifu, inawezekana. Kwa hiyo nimeandika tu shuhuda zangu pale. Sasa huu shuhuda nimeuweka, na kwenye sura moja kile kitabu kuna sura moja nimeandika muujiza kule honeymoon. Sasa vijana wengi wakinunua kile kitabu wataendelea pale yaliyo, wanaanza kusoma sura ya kwanza, wanaanza sura ya pili, wanakimbilia sura ya 3 ile kule wanaposema muujiza kule honeymoon. Wanataka wale muujiza gani kutokea honeymoon? Kumbe ndio huu nakushuhudia hapa. Jamani amina. Nimetoka kwenye sherehe, tumeondoka sasa, ndio nimeoa mke wangu mpya, tumeenda honeymoon. Tuko honeymoon pale, dakika chache baada ya kuingia nikacheki saa. Nikagundua muda wa kumeza dawa umefika. Na daktari alisema usipitilize wala usirudi nyuma. Nikaenda kwenye begi langu, niko na mke wangu mpya, ndio nimechukua hapo. Asante Yesu. Nikaenda kwenye begi, nikafungua. Nikachomwa mfuko la madawa. Nikachomwa. Yule dada akanitazama. Akaniambia, mume wangu, hiyo nini? Nikamwambia madawa. Akaniambia, kwani unaumwa? Nikamwambia ndio. Umeanza kuumwa nini mume wangu? Nikamwambia muda. Akaniuliza swali moja ambalo lilikuwa gumu sana. Mpaka leo huwa tunaongea tunacheka sana. Akaniuliza akaniambia, ina maana Mungu amenipa mume mgonjwa? Nikamjibu nikamwambia ndio. Nikamwambia ndio, mume wako ni mgonjwa. Ile dada, yule mke wangu, Mungu amempa karama ya uponyaji na miujiza. Yaani yeye sio mhubiri kama mimi, lakini ana karama ya uponyaji na miujiza. Na hata mara kadhaa huwa nikienda kwenye mikutano ya nchini, unaenda maana leo kuna nini? Kuna kimpunga cha maombezi. Huwa napenda kwenda naye. Wakati wa maombezi naita watu mbele na panda mstari. Afu naambia tangulia mbele mami. Tangulia mbele.
hata yeye pia ameanza kwa jina la Yesu. Yeye hata hajasha kumtoki kama mimi. Kwa jina la Yesu pokea maagizo. Pokea. Afu mimi nakuja nyuma yake na malizia tu. Basi nimepona. Najua. Jamani haleluya. Nasema haleluya. Akaniambia akasema ina maana Mungu amenipa mume mgonjwa. Nikamwambia ndio. Akasema sasa mimi sikubali. Mimi Mungu amenipa mume mzima tena mtumishi wa Bwana. Sio mgonjwa. Akaniuliza unaamini? Nikamwambia naamini mke wangu lakini daktari alisema imani ukishaweka lakini umeharibu kila kitu. Nikamwambia naamini mke wangu lakini daktari alisema nimalize dozi yote. Akaniuliza tena unaamini mume wangu? Nikamwambia naamini mke wangu lakini daktari alisema. Sasa aliponiuliza mara 3 nikawaza nikasema sauda da watu. Nikisema hivi siakaona nimeona jamaa na imani. Atashangaa jamaa na imani imenioma hivi. Nikajikaza niwaambie ukweli haikutoka moyoni. Lakini nikajikaza nikasema ngoja nimwambie naamini. Nikamwambia mke wangu naamini kama Yesu anaweza kuponya sasa hivi. Lakini sio moyoni imetoka hapa kabisa nawaambia ukweli. Akaniambia piga magoti tuombe mume wangu. Nikapiga magoti. Aliniombea maneno mafupi. Tena sio kwa Mungu. Akasema tu Bwana Yesu nakushukuru kwa mume mzuri ambao umenipa mzima ambaye sio mgonjwa, ni mtumishi wako. Magonjwa hayatajwi kwake tena kuanzia leo. Iwe ni typhoid si magonjwa gani kuanzia leo na yafuta ndani yake kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa wakati aliniambia pale chini nikashangaa ile nguvu ya imani ikanishukia. Niko chini naomba nikahisi kuna nguvu imenitembelea. Nikaanza kusema inawezekana. Inawezekana. Aliyomaliza kuomba tu nikasema sasa hapa Yesu ameshaniponya. Nikakimbilia kwenye simu nikainua simu nikapigia kule mapokezi. Nikaambia njoni haraka mchukue matakataka yenu huku. Nikachukua madawa nikatupa kwenye ndoo lao nikatupa pale. Nikaambia njoni haraka. Wakaja wahudumu wakachukua ile ndoo lao matakataka wakalipeleka. Sasa mimi sikutuma ukatupe dawa. Lakini nakupa ushuhuda Yesu aliponiponya. Jamani amina. Jamani haleluya. Unajua nikatupa pale. Baada ya kutupa nikamwambia mke wangu nimepona. Tukashikana mikono tukamshukuru Mungu kwa ajili ya uzima. Tukakaa honeymoon tukamaliza siku yote tulipokaa pale. Baada ya kutoka tukakaa miezi 3 hivi. Mke wangu akanikumbusha akaniambia hebu twende tukathibitishe ule muujiza kwa madaktari. Tukaenda hospitali ya kwanza ile ambayo nilienda. Tukafika nikapima. Baada ya kupima matokeo tukaitwa. Nikaingia na mke wangu. Daktari yule akanitazama akaniambia wewe umefuata nini hospitalini? Tumepima malaria, tumepima typhoid, tumepima mkojo, tumepima nini? Huumwi wewe. Umefuata nini hapo? Wewe sio mgonjwa. Hauna shida yoyote. Yaani huumwi kabisa. Typhoid hamna, malaria hamna, sukari hamna, pressure hamna, sukari hamna. Akaniambia wewe huumwi hapa. Tukabaki tunashangaa. Hamna typhoid tena. Tukatoka pale tuna furaha. Mkamba akasema tutaenda hospitali kama 4 kuhakikisha muujiza ili ujue Yesu ametenda. Tukakaa kama mwezi, tukaenda hospitali ya 2, wakaniambia humwi. Tukakaa tena mwezi, tukaenda ya 3, akasema humwi. Tukasumbuka hospitali kubwa, nikapima akasema humwi. Nataka nikwambie ni miaka 17 na karibia kila mwaka Januari na tabia kucheki afya. Hata mwaka huu nimecheki. Kila mwaka nikipima napima na typhoid pia. Wananiambia wewe huna typhoid hata. Yani una nini? Uko fiti. Kabisa yani uko fiti. Chuma cha shoka kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo miaka 17 Yesu akapenda. Kama kuna utumbo uliliwa, Yesu akaleta nyama upya, akaumba upya, akaleta uzima upya. Niko mahali hapa nikutie moyo kwamba ukitenda neno sawa sawa ataumba visivyokuwepo katika jina la Yesu aliye hai. Jamani haleluya. Nasema haleluya. Ndio mwenzako mwambie anaweza kuumba upya hata visivyokuwepo. Anaweza kuviumba upya. Hayo ni muujiza uliotokea kule honeymoon. Ndio kwenye ile sura unaokimbiliaga vijana. Wakifika kwa rafiki ni muujiza gani? Unashangaa kumbe niombe na wewe sasa. Ni ushuhuda pia wa Mungu kuumba visivyokuwepo. Amen. Sawa sawa? Amen. Miaka kadhaa sasa wakati huo niko na mke wangu. Tukawa kwenye mkutano mmoja maeneo ya Kibamba, Dar es Salaam. Siku ile ya mwisho baada ya kuhubiri
tukaombea watu. Akaja mwanamke mmoja, ni mdada tu mdogo mdogo lakini ameolewa. Akaja anatufuata analia. Mke wangu akamshika. Tukasogea, tukaenda mahali, tukakaa na yule mchungaji pale, tukaanza kuongea. Dada analia. Anasema, watumishi wa Mungu, naomba tu mniombee. Mmehubiri neno la Mungu hapa. Nimelisikia, nimeliamini na nimeamua kulitenda sawa sawa. Lakini na mambo haya 1, 2, 3. Lakini lilo kubwa zaidi, mimi niliolewa miaka kadhaa iliyopita. Nimekaa na mume wangu kwa miaka hiyo kadhaa. Baada ya kukaa naye tunahangaika kupata mtoto. Haikuwezekana, hatukufanikiwa. Baadaye ikaonekana mimi ndio na tatizo. Kwa hiyo mume wangu akashawishiwa na ndugu zake na dada zake na kaka zake, marafiki zake, kwamba achana na mimi. Na kweli akasikiliza ule ushawishi. Ameondoka mume wangu kama miaka 2 au 3 iliyopita. Natuambia mama sasa. Anasema ameondoka, ameenda nisipopajua. Mpaka leo sijui yuko wapi. Lakini kilichomkimbiza ni kwamba sisai. Mama analia. Nakumbuka nikamwambia yule mama, Yesu amesikia kilio hiki. Maadamu ulisikia neno na umekubali kulitii sawa sawa, Mungu anakutendea maajabu katika maisha yako. Nikamwambia la kwanza, mume wako alipo atarejeshwa by power, by force. Atarejeshwa. Tetemeko litashuka kule alipo na atarejeshwa kwa jina la Yesu aliye hai. Jambo la pili nikamwambia, akisharejea, hata kama ulikuwa tasa, hata kama kizazi kilioza, hata kama kilitolewa, utashika mimba na mtazaa watoto. Tukamwombea yule mwanamke pale. Baada hapo tukaondoka. Unajua, baada ya kuondoka tumekaa miezi sio mingi, kama miezi 2 hivi. 2 hivi au 1 na kitu. Yule mama alichukua namba ya mke wangu, akampigia simu mke wangu. Akamwambia, mama mchungaji, yani hapo ninapoongea yule baba aliyepotea miaka mingi, alitoroka nilikuwa sijui wapi. Mlipoondoka ndani ya miezi ambayo tumeachana, amerudi nyumbani. Tena amerudi kwa machozi, ananiomba msamaha kabisa. Anambia, mke wangu nisamehe. Sijui ni kitu gani kilinitorosha. Naomba tu mke wangu nisamehe. Nasema sasa kwa sababu na mimi ninajua kama ni majibu ya maombi. Nikamwambia, mume wangu, nimekusamehe yote. Hata kama niliumia, nimekusamehe, karibu nyumbani. Baba akaingia. Alipoingia baba, wamekaa miezi mingine kadhaa. Siku ile nakumbuka tulikuwa Arusha kwenye huduma, tukapigiwa simu. Mama anasema, mama mchungaji, mume wangu baada ya kurudi, naona hapa tumekaa kidogo, nikaanza kuona mambo yanabadilika. Naanza kuchagua vyakula. Bwana, nikifungua friji natapika. Nikiona samaki natapika. Mama akamwambia, hiyo tayari imekaa sawa. Wakaondoka wanaenda pima. Mama kashika mimba. Jamani, amina. Mama kashika mimba. Kakana mimba miezi 9. Akajifungua. Alipojifungua akapiga picha mwanae, akamtumia mke wangu. Toto nzuri kabisa. Yeye aliyeitwa tasa, alionekana hatazaa, na mpaka mume wake akamkimbia, akazaa tena, kwa sababu amekutana na Mungu mwenye uwezo wa kuumba tena. Hebu sema anaumba tena. Sema anaumba tena. Kwa hiyo haijalishi kwamba ni kitu gani kimekufa. Iwe ni biashara yako ilikufa, itaumbwa tena. Iwe ni huduma yako ilikufa, itaumbwa tena. Iwe ni afya ilikufa, itaumbwa tena. Iwe kuna viungo katika mwili wako havipo, vitaumbwa tena kwa jina la Yesu aliye hai. Lakini jambo la msingi, lisikie neno alafu litende sawa sawa. Simama kwa miguu yako. Sijafikia pale pa kukuambia gharama ya kutii. Nitakueleza gharama na faida ya kutii kuanzia kesho. Usifikiri kwamba ni rahisi tu, inatokea tu umeanza kutii. Ni kufanya maamuzi ya kujidhabihu. Kusema maisha yangu bila kumtii Mungu hayana maana. Bora nife kuliko kutokumtii Mungu. Unafanya maamuzi ya kujitosa, kama bora nife, bora nikose chakula, bora nikose hata hela ya kujenga, lakini mtii Mungu sawa sawa.
nikimtii yeye, dunia na vyote vijazavyo ni mali yake. Kama sijajenga leo, nitajenga kesho katika jina la Yesu aliye hai. Maana vyote ni vyake, vyote ni mali yake. Kwa hiyo fanya maamuzi makuu ya kumtii Mungu sawa sawa.